Hizi ni ripoti za Komba TV. Hakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment ili kwanza pia kuweza kupata update zote ambazo tunaendelea kuzisogeza kupitia Komba TV. Yako mengi sana ambayo yanaendelea katika dunia ya soka, dunia ya kandanda, nazungumzia kutokea nchini Tanzania. Na hapo ni mara baada ya kuwa kwa mgogoro wa muda mrefu sana bodi ya ligi na shirikisho la kandanda nchini Tanzania TFF, ule mzozo ulioihusisha dabi ya Kariakoo. Jambo limeonekana kwenda mbali sana, na taarifa za chini kweli kweli zinaeleza kwamba shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA linatarajia kufanya uchunguzi wa mpira wa Tanzania katika kipindi cha miezi miwili ya nyuma hadi sasa, kutokana na migogoro ya kimaamuzi iliyotokea. Na migogoro hiyo ya kimaamuzi iliyotokea ambayo tunaizungumzia ni kuhusiana na migogoro ile wakati mvutano unaendelea baina ya Young Africans na bodi ya ligi kuhusiana na ratiba, namna ambavyo pia ilivyokaa, yani kuhusiana na mechi ya dabi ambayo iliahirishwa tarehe 8 ya mwezi wa 3 2025, na mwisho wa siku kapangiwa Juni 15 na baadaye kaahirishwa tena. Lakini kwenye kuahirishwa mechi hiyo ni kwamba kuna vitu ambavyo pia vilikuwa vimechangia kwenye eneo hilo, kwa mujibu wa taarifa za chini sana, kwamba licha ya mzozo uliotokea ile tarehe 8 kupitia viongozi wa bodi ya ligi akisema kwamba kuna kiongozi mkuu ambaye alipiga simu mageti yale yasifunguliwe na kusababisha mgogoro ambao ulionekana game ile kupelekwa mbele na Young Africans kudai alama 3 Simba hawakutokea uwanjani. Lakini baada ya kukaa Young Africans, madai yao yalikuwa ni vitu vinne. Katika hivi vitu vinne ni pamoja na kujiuzulu kwa ile kamati ya masaa 72 ya bodi ya ligi kuu, lakini pia kujiuzulu kwa Almasi Kasongo ambaye ni ofisa mtendaji mkuu huyu wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kujiuzulu kwa ni katibu huyu mtendaji mkuu wa shirikisho la kandanda nchini Tanzania TFF, na mzungumzia ndugu yetu Kidawa. Na mwisho wa siku walichokuwa na kihitaji pia ni kwamba bodi ya ligi iwe huru, jambo ambalo likufanyika pia kama vile ambavyo tulivyoona. Lakini tuliona taarifa kutokea shirikisho la kandanda Tanzania TFF ikitolewa kwamba amejiuzuru kiongozi mmoja wa bodi ya ligi, na huyu alikuwa ni mwenyekiti mzee Mguto. Na baadaye kwenye taarifa ile ikawa inaeleza pia Almasi Kasongo ambaye Young Africans walikuwa wanashinikiza aweze kujiudhuru, ni kwamba naye pia aliandika barua ya kujiuzulu, ni mwenyekiti. Lakini bodi ni hili shirikisho la soka TFF, wao wakawa wamemfuta ya kumsimamisha kazi Almasi Kasongo bila kusema sababu za msingi za kumsimamisha kazi Almasi Kasongo pengine zilikuwa ni zipi, hazikuwekwa hadharani. So jambo ambalo limesababisha pengine shirikisho la kandanda duniani FIFA kufika na taarifa hiyo. Na kwa mujibu wa ripoti ya kamati ya nidhamu ya FIFA, ilituma barua kwenda TFF mnamo Juni 13, 2025 kiwaarifu kuwa inafuatilia mwenendo wa soka la Tanzania, ikiwa ni pamoja na viashiria vya siasa kuingilia masuala ya soka. Aidha, FIFA imeitaka TFF kutoa ushirikiano katika uchunguzi wao huo, hatua hiyo inayokuja kufuatia sintofahamu iliyotokea kwenye soka la Tanzania kwa kipindi cha miezi mitatu tangu kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo hapo mnamo Machi 8. So ni moja kati ya issue ambazo zinaendelea, kwa sababu ukija kuangalia hapo ni kama vile siasa pia zimeingia kwenye football, zimeingia kwenye mpira wetu wa Tanzania. Na hii ni kutokana na baadhi ya viongozi pia wa vilabu mbalimbali pengine kuonekana wamekaa na viongozi wakuu wa kitaifa na kuweza kuzungumza mambo tofauti. Lakini pia sakata hilo lilitoa bungeni, japokuwa naibu waziri wa masuala ya habari, michezo na tamaduni alitolewa ufafanuzi kwamba wao pia watakiwe kuingilia kama serikali. Na ukweli ni kwamba FIFA huwa haitaki serikali yoyote ile iingilie masuala ya football, kwa sababu football wana uongozi wao, naamini kwamba wana taasisi zao ambazo pia zinajitegemea. Kwa Tanzania tuko na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania ambayo ni TFF,
wakishirikiana na bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB. Kwa hiyo swala la serikali kuingilia mechi ama kuingilia masuala mazima ya mpira, basi hii inaweza kuleta dhahama katika mpira wetu wa Tanzania, hasa pengine tukapigwa bani kushiriki michuano tofauti tofauti, lakini pia tukapunguziwa pengine pengine pointi fulani, ama pengine tukapewa adhabu yoyote ile, aidha iwe kulipa fedha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuchunguzwa kwa bodi ya ligi kuu na shirikisho la kandanda nchini Tanzania huenda likaja kuibuka kwa taswira nyingine mpya kabisa katika siku za hivi usoni, na hii ni kutokana na sintofahamu ambayo imetokea kwenye siku za hivi karibuni zikihusisha mechi ya dabi ya Kariakoo ambayo ilipangwa kuchezwa tarehe 8, ambapo baadaye taarifa kutokea shirikisho la kandanda Tanzania TFF kupitia bodi ya ligi kuu Tanzania ilitoa taarifa kwamba mechi hiyo imeahirishwa na itapangiwa tarehe yake siku nyingine, na sababu za kuahirishwa kwa mechi hiyo hazikuwekwa wazi sana kama vile ambavyo pengine wengi tulitarajia kuweza kuona, lakini sababu kubwa alisema ni kutokana na watafanya uchunguzi ili kubaini viashiria mbalimbali ambavyo kama wao wadau wa soka walipata nafasi ya kuweza kuvitambua kabla ya game yenyewe kucheza. Lakini cha ajabu ni kwamba tarehe ilipangwa, na baada ya kupangwa ile tarehe ilipangwa mechi hiyo ichezwe Juni 15, 2025, lakini sababu za kuahirishwa kwa game ile ya Machi 8 bodi ya ligi hawakuja nayo. Wao walikuja na taarifa ambayo kwamba bodi ya ligi imeipangia mchezo namba 184 utachezwa Juni 15, pasipo kusema sababu za kuahirishwa kwa game hiyo, pengine Machi 8 zilikuwa ni kitu gani, jambo ambalo lilikuja kuibua mgogoro mkubwa sana. Tunakumbuka kwenye football, na mgogoro huo ulianzia kwa wananchi Young Africans ambao pia walienda valio sana, na kuna wakati pia walizungumza kama hayo matakwa ambayo wao walikuwa wakiyahitaji yale manne ambayo niliyataja mwanzoni, kama hayatofanywa kazi, basi wao hawatopeleka timu uwanjani, cha kwanza. Lakini kitu cha pili, wako tayari msimu ujao wa ligi kuu kutokushiriki ligi kuu Tanzania na kuendelea pia na harakati zao zingine. So jambo ambalo labda bodi ya ligi na TFF walivyokaa kuja kulitazama kwa maslahi mapana ya soka letu, basi wakaamua kukaa na kujaribu kufanyia maamuzi kwenye baadhi ya vipengele ambavyo Young Africans walikuwa na vihitaji. So akajiuzulu mwenyekiti wa bodi ya ligi, lakini shirikisho la soka TFF wakamsimamisha kazi ofisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almasi Kasongo, na hii pengine wakijaribu kudhihirisha kwamba ameshindwa pengine kuhendo ile sintofahamu ambayo ilikuwa ikiendelea. Mpaka sasa hivi tumeona Simba Sports Club wao wako kimya, hawajasema chochote kile, kwa sababu siku kadhaa kabla, ilikuwa ni siku mbili kabla ya mechi yao ya Juni 15, waliandika kupitia ukurasa wao wa Instagram, walitoa taarifa kwamba hawatoshiriki mchezo mwingine namba 184 nje na game ambayo ilipangwa kuchezwa Juni 15. Lakini baada ya pale kikao kizito kilikalika pia na kujadili hiyo kinagaubaga, na mwisho wa siku hatujaona taarifa yoyote ile kutokea kwa Simba. Lakini taarifa za chini zinasema kwamba Simba wako tayari na wanacheza kishingo upande, na wako tayari pia kupeleka kikosi B kwa ajili ya kuweza kukamilisha tu ratiba, hata kama Young Africans wao watashinda na kuchukua ubingwa kwao so big deal, kwa sababu wameshindwa kukataa moja kwa moja kutokana na kwamba huenda kiongozi ama huenda pengine kwa heshima ya mpira wa soka letu, basi wakajaribu kuulinda kwa namna hiyo. So ni story kutokea Komba TV. Hakikisha tu na subscribe na share na like na comment ili kwanza pia kuweza kupata update kuhusiana na hili shirikisho la kandanda duniani FIFA kuichunguza TFF na kamati yake kiujumla. So kitakachokuwa kinaendelea pia sisi tutakuwa tukiendelea kukusogezea, kaa karibu na sisi na uweze pia kufurahia update zote ambazo tunaendelea kuzisogeza. Yes, hii ni Komba TV.